Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo na yale yanayoendelea. Bila shaka unaendelea. Mimi nimekuja kuzungumza na wewe mambo machache tu ambayo yamenilazimisha nije kuzungumza kwa sababu message zenu naziona kwa wingi sana, naziona. Mmekuwa mkiniuliza YouTube, mbona umepotea, mbona hatukuoni na hivi na hivi. Toka nilivyozungumza wiki jana kidogo nimepotea kwa sababu inaakisi hiki unachoniona nacho hivi sasa. Nazungumza na wewe katika location ambayo sijawahi kuzungumza na wewe nikiwa hapo kabla, na niko na safari nyingi, nina safari na mizunguko yangu na kazi nyingi zimenishughulisha katika wiki hii. Kwa hiyo situlii sehemu moja, ndio maana hata muda wa kukaa nikurekodie kwa YouTube nimekuwa nikichukua muda mrefu, au sijakaa au sijapata kabisa huo muda, japokuwa nimezungumza na baadhi ya vyombo vya habari. Umenisikiliza kuhusu hili swala la Qatar, kuhusu swala la Israel, kuhusu yanayoendelea duniani. Umenisikia BBC nimezungumza mara kadhaa, lakini umenisikiza DW nimezungumza mara kadhaa katika kipindi ambacho wewe unanitafuta huku, lakini nimezungumza na channel ya home kabisa UTV muda mwingi kwenye ratiba yangu ya Jumatatu na Ijumaa nimezungumza, lakini My Home Radio UFM pia nimezungumza mara kadhaa, lakini hapa ndio sikuwa nimepata time ya kuja kuzungumza na wewe. Sasa message zenu ni nyingi, mimi nimeziona na nimejaribu kutafuta wakati nizungumze na nyinyi, sikupata. Wakati pekee niliopata ni huu. Niko kwenye mizunguko yangu na nimepata break kidogo, nikasema sasa wacha nitumie hizi dakika 10 na kidogo niweze kuzungumza na wewe sasa mambo yanayoendelea ulimwenguni kwa wakati huu. Baada ya mazungumzo ya mimi na wewe ya last week yalikuwa kuhusu Israel, Qatar, Marekani na kilichokuwa kinaendelea. Muendelezo wake ni huu ambao nakupa sasa, kuwa kulikuwa na ziara ya Marco Rubio kutoka Marekani kwenda Israeli katika kile ambacho Marekani wanasema uungwaji mkono, yani kuonyesha mshikamano na watu wa Israeli, baada ya Marco Rubio kukaa kwenye mkutano ambao ulimhusisha waziri mkuu wa Qatar Mohamed Al Thani pamoja na makamu wa rais wa Marekani JD Vance pamoja na Donald Trump, baada ya Mohamed kwenda kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao uliishia kutoa karipio kali kwa Israeli, lakini hapakuwa na azimio lolote ambalo limepitishwa. So walivyorudi, Qatar alikuwa ameitisha mkutano wa pande mbili au tatu ndani yake kwa pamoja, mkutano wa GCC. GCC ni nchi 6 za Ghuba ambazo Qatar anakuwa ni mwanachama: Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Kuwait na Imarati. Hawa ni GCC, lakini ndani yake kwa kuna mkutano unaitwa Arab League. Arab League ni umoja wa nchi za Kiarabu ambazo ziko 22 zikiwemo nchi nyingi tu za Kiafrika: Eritrea, Somalia, Djibouti, Sudani, ni baadhi ya nchi, Chad, ni baadhi ya nchi za Kiafrika ambazo ni wanachama wa Arab League. Lakini kuna mkutano unaitwa OIC. Hii ni mkutano wa Jumuiya ya Waislamu, nchi za Kiislamu duniani, nchi wanachama wa OIC zikiwemo Uganda, pia Mozambique zimo pia katika majirani zetu. Hao ni nchi ambazo za OIC, nchi 57 duniani. Afrika zikiwa na nchi 27 na Asia nchi 27 na Amerika nchi 2, lakini Ulaya ni nchi moja tu ya Albania ndio wanachama wa OIC. Sasa nimekuja kuzungumza na wewe katika hili kwa sababu hata wachambuzi wengi wamezungumza, na ukiangalia vyombo vya habari vingi vimezungumza kuwa Marco Rubio alikwenda kuonyesha uungaji mkono wake wa Marekani kwa Israeli ambao usioyumba na usiotetereka, na akathibitisha hilo, akasema kuwa tumekuja kuonyesha sisi tuna ushirika, yani kuwa usiotetereka. Na Marco Rubio hakuna chochote alienda ukizungumza hata kuzuia kile kitu ambacho Israeli anakifanya Gaza, ameshindwa. Na Netanyahu akajisifu sana kwa ziara ya Rubio kuwa ni ziara ambayo inaonyesha mshikamano wao zaidi. Na Netanyahu hakuacha kumsifu Donald Trump kuwa hakuwahi kutokea rafiki mwema na mzuri kwa Israeli kama Donald Trump katika kipindi kirefu kabisa. Na hilo hata mimi nakubaliana naye kuwa ni kweli. Marekani haikuwahi kupata rafiki bora kabisa na rais bora ambaye anaweza kuithamini Israeli kuzidi Donald Trump, kwa sababu Donald Trump ndio aliwakabidhi Jerusalem kuwa mji mkuu wao, licha ya kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika mgao wake ule wa mwaka 47 kwenye kifungu namba 181 walivyotengeneza nchi mbili, hawakuigawa Jerusalem kwa yoyote. Israeli alipewa 55% na 44% wakapewa wa Palestina, na 1% ndio ilibaki eneo la Jerusalem ambalo lilitajwa kuwa litakuja kufikiriwa baadaye liweje, lakini Donald Trump aliwazawadia Israeli, akamwambia Jerusalem ni mji mkuu. Marco Rubio kaenda kupiga mstari hapo, anasema kuwa ninaona fahari kuwa Israeli mji mkuu wake ni Jerusalem. Sheria za kimataifa zinapinga kuwa Jerusalem ni mji mkuu wa Israeli, na Marco Rubio anaweka mstari katika hili. Sasa nataka kuzungumza upande wa pili kidogo wa kuhusu Qatar na washirika wake.
Qatar anajaribu kulazimisha baadhi ya vitu ambavyo vionekane ni sahihi duniani. Vitu ambavyo naweza kusema kuwa Qatar amekuwa na msiba ambao analazimisha majirani wote walie kwenye msiba wake, hali ya kuwa misiba kama hiyo imeshatokea sana na watu hawakuwahi kulia wala kuguswa na hiyo misiba. Shambulizi la Israel ndani ya Qatar limebebwa kwa nadharia kubwa sana, hasa washirika wa GCC wakitoka na tamko ambalo wanasema kuwa wanaanzisha kitu kinaitwa usalama wa pamoja wa nchi za GCC, yani Gulf. Wanaanzisha umoja wao wa nchi za kwao ambazo zitashughulikia matatizo yao, na zitakuwa ukishambulia nchi yoyote katika hizi utakuwa umewashambulia wote, yani zile nchi sita za Gulf wanafikiria kwanza. Lakini hawa zaidi ya 85 mpaka 90 ni washirika wa karibu wa Marekani, yani ni washirika wa moja kwa moja wa Marekani, ndio wanatangaza kuwa wanaanzisha ushirikiano wao wa ulinzi wa pamoja. Sifahamu dhidi ya nani, kwa sababu GCC sijui wanatishio la nani. Wanatishio la maneno la Iran, lakini wanatishio la uhakika la Israeli. Kwa hiyo haya ni matishio mawili ambayo wamekuwa nayo. Yani GCC wanapozungumza kuhusu tunatishio la falme zetu, huwa wanazungumza kuhusu Iran. Iran anatishia atatupindua, Iran anaangalia, yani vyovyote vile, na Marekani kesha watia chumvi kweli kweli kuwa adui yenu mkubwa hapa ni Iran. Sasa hilo wanalo kwenye vichwa vyao, lakini wana tishio halisi ambalo linawatokea. Kama hili mashambulizi yanayotokea GCC ni tishio halisi la Israeli ambalo Marekani anawaambia hili sio tishio. Sasa wanataka kuanzisha ulinzi wa pamoja dhidi ya sijui ya nani, sijui dhidi ya Iran, sijui dhidi ya Israeli, sijui dhidi ya nani, sifahamu wanataka kuanzisha lipi. Lakini katika hili nimetaka kuyazungumza haya kwa sababu kuna kitu mimi sijakielewa, wala naona kwangu mimi hakiko sawa. Hapakuwa na usahihi wowote wa Qatar kuitisha mkutano wa Arab League na OIC. Nadhani mkutano halisi wa Qatar ulikuwa wa GCC. Qatar na washirika wake ambao ni washirika wa Marekani, ambao juzi Trump alitembelea nchi za GCC pekee Mashariki ya Kati. Alikwenda Saudi Arabia, akaenda Imarati, alienda Qatar. Hizi ni nchi za GCC pekee na ndio waliomwahidi Trump matilioni ya fedha ya uwekezaji, hawa pekee yao. Sasa kama hawa ndio washirika wa Marekani wa karibu, ambao Marekani ndio iko karibu yao, kwa nini linapotokea tatizo lao wao na Marekani, ambao kuwa hawa ni washirika ambao wanaweza wakampigia simu Donald Trump wakati wowote, wakamwalika popote, wakazungumza naye popote, kwa nini linapotokea tatizo kuwa hawa wanawashirikisha Arab League? Hivi Sudani, Somalia, Djibouti, Eritrea wanakuja kwenye mkutano huu na wahusu nini? Kwa lipi? Yani kuwa tishio lao limekuwa nini kwa Arab League? Kwa nini? Huyu Marekani ni rafiki yenu na huyo Israel ni mshirika wenu. Baadhi ya nchi za GCC mmeanzisha uhusiano wa moja kwa moja na Israel, ikiwemo Imarati, Bahrain, mna uhusiano wa moja kwa moja na Israel. Sasa masuala yametokea kwenu, kwa nini mnawachukua Arab League? Kwa nini mnawachukua OIC? Hapa Uislamu umeingiaje? Okay, tuseme kuwa taifa la Kiislamu limetishiwa. Lipi? Qatar sio taifa la Kiislamu. Qatar ni taifa lenye Waislamu, lakini mbona nchi za Kiislamu zina matatizo mengi? Kwani Israel hakuishambulia Iran? OIC ni mwanachama wa Iran, ni mwanachama wa OIC. Kwani Israel hajashambulia Yemen? Yemen ni mwanachama wa OIC. Israel hajashambulia Syria? Kashambulia. Iraq hajashambulia? Kashambulia. Wapi? Kila sehemu ameshambulia. Hawa wote ni wanachama wa OIC. Kwa nini OIC haikukaa kujadili hayo? Kwa nini leo OIC inakuja kukaa kwa sababu ya Qatar? Naposema OIC kuingizwa kwenye hili ilikuwa haliwahusu kabisa. Huu mkutano ulikuwa unahusu Qatar na washirika wake wa GCC ambao ndio wana uhusiano wa moja kwa moja kwa Marekani, ambao ndio wafadhili wakubwa wa vita, anaweza nikasema, inayoendelea kule Qatar, au vita inayoendelea kule Gaza, kwa sababu Israel inavuta mamilioni ya fedha au mabilioni ya fedha ambayo yanatoka kwa Marekani. Marekani anavuta matilioni ya fedha kutoka kwa washirika hawa wa Ghuba ambao wanampatia fedha. Sasa kwa nini msiba wao wanalazimisha watu wengine walie? Kwa sababu huu msiba ulikuwa unamhusu Qatar na washirika wake ambao wanahisi wako kwenye tishio, kwa sababu hao wengine wako mbali, si hatuhusiani lolote na hilo. Sasa kwa nini Qatar analazimisha? Halafu wanakwenda kwenye kikao ambacho Qatar analazimisha kubalance upepo. Yaani Qatar anawaita wenzake kwenye mkutano ambao analani sana Israeli. Halafu anataka hatua zichukuliwe dhidi ya Israeli. Wakati huo Qatar anataka kuonekana yeye ni mshirika wa kuaminika wa Marekani. Yaani lazima abaki kuwa mshirika wa karibu wa Marekani na wana uhusiano wa karibu na Marekani. Marekani anakwenda kwa Israeli, anathibitisha kwa Israeli anaweza kuendelea kuyafanya anayoyafanya. Anamuunga mkono Israeli. Na Marco Rubio wakati anaondoka Marekani anasema kuwa hapato tetereka uhusiano wetu licha kuwa Israel ilishambulia Qatar. Yani uhusiano wetu hauwezi kutetereka. Yani Marekani na Israel wanazungumza kwa uwazi, kwa vinywa vipana. Wanawaambia kabisa kina Qatar na wenzake kuwa sisi tuko hivi na hivi. Halafu hawa upande wa pili wanalazimisha katika kila maneno yao kutaka kujipendekeza kwa upande wa pili kuwa hata sisi tuko pamoja na nyinyi. Yani kuwa hawa ni kama vile tunawahadaa, halafu sisi tuko pamoja na nyinyi. Sasa
Kama Qatar anaumia sana kushambuliwa na Israeli, kwa nini hataki kuchukua hatua kwa Marekani? Sasa katika kuonyesha hili kuwa na hivi vitu haviko sawa, Marco Rubio amesafiri kutoka Tel Aviv, anatua Doha. Anatua Doha na mpango kamili. Mpango kamili upi? Mpango wa kuanzisha ulinzi, yani mpango wa kuanzisha agreement ya security wanasema, yani uhusiano wa moja kwa moja kati ya Marekani na Qatar, ambao Marekani atatoa ulinzi wa moja kwa moja kwa Qatar. Marekani anatoa ulinzi kwa Qatar kwa kumlinda dhidi ya nani? Qatar yuko kwenye tishio la nani? La mashambulizi ya nani? Yani Marekani ambaye bezi zake zipo kubwa, Marekani ambaye ulinzi wa Qatar uko chini yake, Qatar ambayo inashambuliwa na Israel kwenye ardhi yake, Marekani bila kufanya lolote. Vyombo vya habari vya Israel leo vinaandika kuwa Israel ilifanya majadiliano kabla ya shambulizi. Tena wale maafisa wanasema kuwa majadiliano yalikuwa ni asubuhi. Wanasema ni kabla ya saa nzima takriban ya mashambulizi kuruka. White House inatuambia kuwa Trump alipata habari wakati ndege ziko hewani zinakwenda. Kwa nini alishindwa kuagiza kuwa Netanyahu rudisha hizo ndege zirudi? Anatuma ujumbe eti nenda mkawaambie watashambuliwa, kuwa wakati wote unaweza kuwapa amri huyu na huyu kampa amri. Kwa nini? Kwa hiyo vyombo vya habari vya Israel vinathibitisha kuwa Marekani ilikuwa na taarifa kabla ya muda mrefu, na baadhi ya maafisa wanasema kama Trump angesema kuwa Israel isishambulie na wasingeshambulia, lakini walifanya vile kwa sababu walikuwa na green light ya Marekani, waliruhusiwa. Qatar analazimisha kujifool, yani kujidanganya na kujipumbaza yeye mwenyewe kuwa eti kuwa aliyehusika ni Israel moja kwa moja na sio Marekani, na Marekani hakupendezwa na hilo, amekaa kulazimisha kujipendekeza na hilo. Sasa kulikuwa kuna sababu gani ya Qatar kuwaita washirika wa OIC? Kulikuwa kuna sababu gani ya Qatar kuwaita Arab League? Kulikuwa kuna sababu gani ya Qatar kuwaita GCC katika kuzungumza kuwa tunataka tuchukue hatua dhidi ya Israeli, hali ya kuwa wewe bado ni mshirika wa Israeli na Marekani? Marekani anaenda kuanzisha ulinzi madhubuti na Qatar, kumlinda Qatar dhidi ya nani? Yani Marekani ambaye yeye ni mlinzi wa ile eneo anataka kumlinda, yani Marekani anataka kumlinda Qatar dhidi ya nani? Dhidi yake yeye. Yani umemwajiri mlinzi akulinde, anakulinda dhidi ya wezi wote, lakini anataka sasa umlipe kwa yeye kujilinda yeye, yani yeye asikuibie yeye au yeye asivamie yeye, unamlipa yeye binafsi kuwa bana, hauna tishio lolote la kuvamiwa nje, ile inabidi na mimi unilipe kwa sababu mimi pia naweza nikakuvamia. Ndio kinachotokea kwa Qatar, kwa sababu Israel ni Marekani, Marekani ni Israeli. Marekani anaweza kutoa amri yoyote kwa Israel na Israel akatekeleza. Sasa Qatar anakwenda kusaini makubaliano ya mabilioni mengine ya dola. Yani Marekani na Trump wameiona fursa katika shambulizi, yani katika mgogoro katika shambulizi lililotokea la Israel Doha, katika huo mgogoro Marekani wameona fursa na Trump mzee wa fursa kaiona fursa. Yani anawaambia kuwa bado mko kwenye tishio. Tishio la nani? La Israeli. Israeli ni nani? Israeli ni Marekani. Kwa hiyo tuko kwenye tishio lako. Ndio hivyo kuwa wewe kwa nini usizuie hivi? Sasa anataka kuwa ili muweze kujilinda zaidi, msaini makubaliano ambayo kuwa hamtoguswa na yoyote. Maanake nini? Mtalipia zaidi, mtanunua silaha zaidi, unatamani uamshe Waarabu kwenye usingizi waliolala. Matokeo yake wamekutana kwenye kikao ambacho hakina azimio lolote la maana, hakuna tamko lolote la maana, hakuna hatua zozote za maana zimechukuliwa na Arab League wala OIC. Yani wamezidi kuenda kujishusha hadhi yao, kwa sababu walikutana kwenye mkutano wa mwezi Machi kuhusu Qatar, kuhusu Gaza, wakashindwa kufikia makubaliano, wakajidhalilisha. Leo wamejikusanya tena kwenda kujidhalilisha. Jamani, sisi hatuhusiani. Sisi japokuwa sisi Tanzania sio mwanachama wa OIC, lakini ulimwengu wa Kiarabu unawakilishwa na OIC, hauhusiani kabisa na huu mkutano. Sisi hatuhusiani nao. Asanteni na nashukuru. Mtaniwia radhi tu tena kwa mara nyingine kuwa leo nilipozungumzia sio sehemu sahihi ambayo nimekuwa nikizungumza na nyinyi, lakini kwa sababu ya message zimekuwa nyingi sana ambazo zinataka nizungumze chochote, na hili ndio lilipofikia na nimeamua kuzungumza hili. Haya, shukrani, asanteni sana.